kukusaidia. Ndio. Kwa hiyo unaweza kuomba msaada kwa nyakati zile, unaona bwana huyu mtu anaweza kukusaidia, atakusaidia. Kama itashindikana, itabidi utafute njia zingine, lakini usitegemee moja kwa moja kwa kumtegemea kwamba yule fulani atanisaidia hiki kitu. Kwa hiyo kwenye kupitia kuumwa na hiyo hali nimejifunza vitu vingi sana, jinsi ya kuishi na marafiki, jinsi ya kuishi na ndugu na watu wengi sana. Namshukuru Mungu alinisaidia ili niweze kupata pesa ya kuweza kukava changamoto zangu. Nataka kuja kukaa sawa mpaka hata sasa hivi kuja naongea na wewe, kuniona nikiwa mwenye afya. Naona body imetarada. Sisi kwetu tuna miili mikubwa. Kwa hiyo hata ukija kukonda mtu anakushangaa, huyu bwana vipi? Na isitoshe pia mwili wangu mtu anaweza kuona bwana huyu ana hela sana. Lakini naona bwana hapana. Naona mkoko mkali umepaki nje. Ujue hizo ni baraka za Mwenyezi Mungu, kwa sababu unajua Mungu anapotaka kukupa kitu lazima kupitisha kwenye changamoto fulani. Kwa hiyo hutakiwi kukata tamaa au hutakiwi kulaumu, kwa sababu huwezi jua Mungu anakusaidia vipi katika ile changamoto. Wanasema atakaye kupa kiwema nini, sijui mnasemaje, kwamba ukiwa na kilema Mungu hawezi kukosa kukupa mwendo. Ukiwa na kilema lazima kutakuwa na mwendo wa mwondoko wako, Mungu atakusogezea of course. Kwa hiyo kilema huaga kosi mwendo, lazima uwe na mwendo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kweli, kwa sababu na haki nilirudi karibu na Mungu, niliachana na mambo mengi, kundi kitu wa ajabu. Unajua kama tukianza kushawishi na kunywa pombe, tuishi hapa kwa kushawishi kwenye kunywa pombe. Bwana hii ni kipindi chako pendwa sana, inaitwa Search Talk kutoka Search Media One. Sawa? Kwa hiyo usikose kusikiliza hadithi, simulizi, maudhui kama haya yanayosononesha mioyo, yanayoponda, yanayoinua. Hii inatoka Search Media One. Sawa? Usikose kusubscribe na kuangalia video. Hadithi ni kali sana. Hii usikose. Ameelezea kila kitu kinachomhusu maisha yake. Na turudi kwako. Na nilisikia ukigusia kuhusu swala la mapenzi au mahusiano. Vipi kuhusu mahusiano? Je, ushawahi umizwa kwenye hili? Unalizungumziaje? Watu wanataka kujua kwenye mahusiano ushawahi kuumizwa? Hilo lipo. Likoje sasa? Watazamaji wanataka kujua hili likoje, na umeumizwa katika engo ipi, na kwa nini huhitaji tena? Kwa nini hutaki? Hilo ndugu mtazamaji, lipo hilo lipo. Lishakunitokea huko nyuma. Na nilipitia katika changamoto tofauti kwenye mahusiano. Unajua kuna muda unaweza kukaa kwenye mahusiano na mtu na